DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ninatumai umeamka salama msikilizaji popote pale ulipo. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wengine wote watakaosikika, nahodha wako ni mimi Sylvia Mwehozi. DW habari za ulimwengu. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Idisi Sanga, na kwanza ni muhtasari wake. Urusi na Ukraine zafikia makubaliano ya kusitisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi na dhidi ya miundombinu ya nishati. Mshindi wa tuzo ya Oscar, mwongozaji filamu wa Kipalestina, achiliwa baada ya kushambuliwa na walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi. Na moto mkubwa wa msituni waua watu 18 Korea Kusini na kusababisha uharibifu mkubwa. Habari kamili. Washington, Moscow na Kiev. Marekani imefikia makubaliano tofauti na Ukraine na Urusi, ambapo nchi hizo zimekubali kusitisha mashambulizi baharini na dhidi ya miundombinu ya nishati. Rais Donald Trump ameahidi pia kushinikiza kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow, hususan katika sekta ya kilimo na mbolea, swala ambalo limekuwa likidaiwa na Urusi kwa muda mrefu. Hata hivyo, Urusi imesema makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatakiwi kutegemea kuondolewa kwa vikwazo, akiita kauli ya Kremlin kuwa jaribio la kujaribu kuchezea utekelezaji wa makubaliano. Mazungumzo hayo yaliyofanyika nchini Saudi Arabia baada ya Trump kuwasiliana na marais wote wawili yanaonekana kama hatua ya kwanza muhimu kuelekea lengo lake la kusimamisha vita nchini Ukraine vilivyoanza miaka 3 iliyopita. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza sakata linalozidi kukua kuhusu taarifa za mashambulizi ya anga nchini Yemen baada ya mwandishi wa habari kujumuishwa kimakosa katika kundi la mazungumzo ya siri. Trump amesema hakuna taarifa za siri zilizovuja kupitia kundi hilo katika programu ya mawasiliano ya Signal, na amemtetea mshauri wake mkuu wa masuala ya usalama Mike Waltz aliyesababisha tukio hilo. Mwandishi Jeffrey Goldberg wa gazeti la The Atlantic amesema waziri wa ulinzi Pete Hegseth alituma ujumbe kuhusu maeneo ya kushambuliwa, silaha na muda wa mashambulizi yaliyofanyika Machi 15, pamoja na ukosoaji mkubwa dhidi ya washirika wa Ulaya kutoka kwa maafisa wa juu wa Marekani. Akizungumza na waandishi habari, Trump amemshambulia Goldberg akimtaja kuwa mtu asiyeaminika na kudai kwamba hakuna anayejali kuhusu taarifa hizo. Wakati huo huo, mshauri Mike Waltz amekiri kuwajibika kwa kosa hilo, akisema lilisababishwa na kuhifadhi namba ya Goldberg kimakosa kwenye simu yake chini ya jina tofauti. Ramallah. Mamlaka za Israeli zimemwachia huru Hamdan Balal, mwongozaji wa Kipalestina wa filamu ya No Other Land iliyoshinda tuzo ya Oscar, siku moja baada ya kushambuliwa na walowezi wa Kiyahudi na kisha kukamatwa na wanajeshi. Balal na Wapalestina wengine wawili walishutumiwa kurusha mawe dhidi ya mlowezi mmoja, madai ambayo wanayakanusha. Wakati huo huo, bunge la Israeli limepitisha bajeti muhimu ya serikali, hatua ambayo inampa nguvu zaidi waziri mkuu Benjamin Netanyahu licha ya shinikizo kubwa la umma kutokana na vita vinavyoendelea huko Gaza. Mashambulizi ya usiku ya Israeli katika ukanda huo wa Gaza yameua watu wasiopungua 23, wakiwemo watoto 3 na wazazi wao waliouawa katika hema lao. Wizara ya afya imeripoti zaidi ya watu 792 wameuawa na wengine 1663 kujeruhiwa ndani ya wiki moja tangu Israeli ilipovunja makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW mjini Bonn. Seoul. Nchini Korea Kusini, moto mkubwa wa msituni unaoendelea kwa siku ya 5 mfululizo katika maeneo ya kusini mashariki mwa nchi hiyo umesababisha vifo vya watu 18, huku maelfu wakilazimika kukimbia makazi yao. Rais wa mpito wa nchi hiyo Han Duck-soo amesema leo kuwa moto huo umeleta uharibifu mkubwa usio wa kawaida na kuzidi makadirio yote yaliyofanywa awali.
Zaidi ya ekari 43 za ardhi zimeteketea, majengo zaidi ya 200 kuharibiwa, ikiwemo hekalu la kale lenye umri wa miaka 1300 pamoja na viwanda na magari mengi. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni miji ya Andong, Useong, Sancheong na Ulsan. Zaidi ya wazimamoto 9,000, helikopta 130 na mamia ya magari wanaendelea kupambana na moto huo licha ya hali ya hewa kavu na upepo mkali unaozuia juhudi zao. Serikali imesema bado moto huo haujadhibitiwa kikamilifu. Juba. Chama cha upinzani nchini Sudan Kusini SPLM-IO kimesema kuwa viongozi wake kadhaa muhimu wamekamatwa siku moja tu baada ya kambi yake ya kijeshi kushambuliwa karibu na mji mkuu Juba. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi mkubwa wa kurejea tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mzozo huu mpya unatokana na mvutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar na unatishia kuvunja makubaliano ya amani yaliyosainiwa mwaka 2018. Uganda tayari imetuma vikosi mjini Juba, hatua ambayo chama cha Machar kimeilani vikali kikisema ni ukiukaji wa marufuku ya silaha iliyowekwa na Umoja wa Mataifa. Chama cha SPLM-IO kimeripoti kuwa maafisa wake wanne akiwemo waziri wa rasilimali za wanyama na uvuvi Guy Magok wamekamatwa katika kile kinachoelezwa kama kampeni pana ya serikali dhidi ya upinzani. Hadi sasa serikali haijatoa kauli yoyote kuhusu madai hayo ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani. Tokyo. Mahakama nchini Japan imefuta hadhi rasmi ya kanisa la Unification, hatua itakayolazimisha kanisa hilo kulipa kodi na kuuza mali zake. Uamuzi huo umetokana na uchunguzi uliofuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe mwaka 2022, ambapo muuaji alidai kuchukizwa na uhusiano wa karibu kati ya Abe na kanisa hilo. Serikali ya Japan iliomba mahakama kulifuta kanisa hilo kutokana na mbinu zake za kusanya fedha ambazo zilikuwa zikiumiza familia za wafuasi wake. Kanisa hilo lenye makao yake Korea Kusini limepinga vikali uamuzi huo likidai kuwa ni ukiukaji wa uhuru wa dini na haki za binadamu. Kanisa hilo maarufu kama Muniz lilikuwa na uhusiano wa karibu na wanasiasa wengi wa kihafidhina wa Japan tangu liliposajiliwa rasmi mwaka 1968. Na hatimaye michezo. Katika harakati za kufuzu kombe la dunia, timu za mataifa ya Afrika Mashariki na Kati zimeendelea na mechi zao za hatua ya makundi. Tanzania imepata pigo baada ya kukubali kichapo cha mabao 2-0 kutoka Morocco, ambao sasa wanaongoza kundi E wakiwa na ushindi wa mechi 5 zote. Uganda imeendeleza na matokeo mazuri baada ya ushindi wa bao moja dhidi ya Guinea na hivyo kuimarisha matumaini katika kundi G linaloongozwa na Algeria. Mwisho wa habari za ulimwengu.